Leo tulikuwa na siku maalum ya kuja kutembelea maonesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba. Mwenyeji wetu mkuu alikuwa ni TanTrade, ambaye tulifika katika banda lake la kwanza na kujionea shughuli mbalimbali ambazo TanTrade anazifanya. Baada hapo tukatembelea banda la Made Tanzania, ambapo linahusisha bidhaa kutoka Tanzania, bidhaa ambazo zinatengenezwa Tanzania, fahari ya Tanzania, na tumejifunza vitu vingi na kuona bidhaa nyingi, na sisi tunakuwa mabalozi wa kuwahamasisha na kuwahimiza wa Tanzania kutumia bidhaa za Tanzania ili kuvipa nguvu viwanda vya Tanzania viendelee kuzalisha kwa wingi na hatimaye kuzalisha ajira nyingi kwa vijana. Lakini vile vile tumetembelea banda la TPA, Tanzania Port Authority, mamlaka ya bandari Tanzania. Hawa ni washirika wetu katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo ya mpira wa miguu. Simba Sports Club tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu na TPA, na kwa mantiki hiyo basi leo tukasema iwe siku maalum ya kuja kuwatembelea. Ziko nyakati nyingi ambazo TPA inafanya kazi na Simba huko ndani. Kwa hiyo tukasema leo iwe siku maalum ya kwenda kuitembelea mamlaka hii, kuwasabahi, kuona kazi wanazofanya, kuona bandari ambazo wanasimamia, lakini na wao vile vile kuwapelekea shukrani zetu ambazo wamekuwa wakisupport Simba hapa na pale, na kuwapelekea na kuonesha mafanikio ambayo tumekuwa tukiyapata, ya kwamba support wanayotupa imezaa 1, 2, 3 msimu huu. Lakini tukatembelea vile vile TASAC, wadhibiti wa vyombo vya usafiri wa majini, na tukajifunza vitu vingi kuhusiana na sekta hiyo, lakini kubwa kabisa kuwapelekea na wenyewe mafanikio ambayo tuko nayo. Lakini tumewatembelea wabia wetu, wadhamini wetu, benki ya CRDB ambao ni wadhamini wakuu wa kombe la shirikisho la CRDB, na kwenda kuwapelekea kombe ambalo wao wamelidhamini na kombe ambalo sisi tumelitoa kutoka mikononi mwao, kuzungumza nao na kuwaonesha kile ambacho tumekipata msimu huu. Kwa hiyo imekuwa ni ziara ya kutembelea katika mabanda hayo, lakini kupita katika mitaa ya Sabasaba, kusalimiana na Watanzania, kusalimiana na wafanyabiashara ambao wanafanya biashara zao hapa, kupiga picha na Watanzania ambao wamekuja kufanya manunuzi hapa, na kufurahia wao kuwa Simba Sports Club. Sijui kama kuna klabu nyingine imekuja kutembelea Sabasaba, I'm not very much sure. Lakini unakuja Sabasaba unapeleka kitu gani? Hii ni sehemu ya maonesho, unakuja kuonesha bidhaa. Sasa una bidhaa gani ya kuja kuonesha Sabasaba? Una kitu gani cha kuja kuonesha wafanyabiashara, ama una kitu gani cha kuja kuonesha Watanzania wanaoingia hapa Sabasaba? Kwa hiyo hilo ndio jambo la msingi. Simba tunavyo vitu vya kuja kuwaonesha wafanyabiashara wa Sabasaba na kuonesha Watanzania ambao wanaingia Sabasaba. Na kumbuka humu unaingia kwa kulipia. Kwa hiyo mtu aweze akalipia alafu asione kitu kilichokuwa bora. Mtu analipia kuingia humu alafu anakutana na mataji ya Simba Sports, anapata faraja na anaona thamani ya fedha ambayo amelipia. Kwa sisi tumekuja hapa kwanza ilikuwa ni wito kutoka TanTrade, bana njoeni Sabasaba, mje mkutane na TanTrade, mje kutane na wafanyabiashara, mkutane na mashabiki wenu. Na sisi tukasema ni jambo jema kuunga mkono juhudi za tukaja hapa. Lakini baada ya kufika hapa tukasema tutembelee na mamlaka nyingine, tutembelee na ofisi nyingine ili kuzungumza nao na kufurahia kwa pamoja mafanikio ambayo tumeyapata. Najua siku zote huwa nasema ya kwamba Simba hatuna kitu cha kugawana. Yaani tukisema tugawane fedha, hatuwezi kugawana hiyo fedha ikatosha. Lakini kipo kitu ambacho tunaweza tugawana wana Simba wote, nacho ni furaha. Kwa hiyo ukija na kombe humu Sabasaba, wana Simba wanafurahi, tayari mnakuwa megawana, kila mmoja anakuwa ameshiriki kwenye mafanikio na kila mmoja anakuwa ameshiriki kwenye furaha ya Simba Sports. Simba sisi ni baba wa soka la Tanzania.
na mara zote tumekuwa tukihimiza na tukisimamia nidhamu, maadili na kimsingi kabisa kuishi kwenye falsafa ya Wallace Karia ya fair play. Hayo ndio yamekuwa maisha yetu, na kwa kuta Simba wanaingia kwenye adhabu, mara nyingi inakuwa ni makosa ya pembeni ambayo yanatugharimu club, lakini ninapokuja kwenye eneo la pitch, Simba tuko very standard kwenye kusimamia taratibu, kanuni na misingi ya mpira wa miguu na misingi ya mashindano husika ambayo tunakuwa tunashiriki. Baya wana Simba, ndugu zangu wana Simba, tunao furaha kubwa hii leo kutembelea maonesho ya biashara ya Sabasaba, na hapa tupo kwenye banda hili la Made in Tanzania ambalo linajihusisha na bidhaa ambazo zinazalishwa hapa nchini Tanzania. Sisi Simba Sports Club tunaunga mkono bidhaa hizi kwa sababu uwepo wa bidhaa hizi ni chachu ya kukua kwenye sekta ya viwanda, na kila mmoja anafahamu umuhimu wa sekta ya viwanda. Ndio sehemu kubwa ambayo imeajiri Watanzania wenzetu wengi kweli kweli. Kwa hiyo sekta hii ikiwa imara, maana yake ni kwamba Watanzania wengi watakuwa na ajira, na ili sekta hii ya viwanda iwe imara, lazima sisi wanunuzi wa mwisho ama watumiaji wa mwisho tununue kwa wingi bidhaa ambazo zinazalishwa kutokana na viwanda hivyo. Tumekuja hapa Simba Sports Club kuja kuunga mkono bidhaa ambazo zinazalishwa nchini Tanzania, lakini tumekuja na makombe yetu haya ambayo na yenyewe vile vile yanapatikana hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo makombe haya na yenyewe vile vile ni made in Tanzania. Hili ni kombe la CRDB ambapo goli lake ambalo limeipa ubingwa Simba kombe hili limefungwa na Mtanzania, made in Tanzania. Hili ni kombe la Muungano, hili hapa kombe la Muungano ambalo goli lake la kutupa ubingwa huu limefungwa na Mtanzania, made in Tanzania. Kwa hiyo tuko sambamba kuhakikisha kwamba tunaunga mkono bidhaa ambazo zinazalishwa nchini Tanzania kwa ajili ya ukuaji wa sekta ya viwanda. Asanteni sana. Na furaha kubwa ameiheshimisha benki kubwa hii ya CRDB kwa kupata ushindi huu mkubwa kabisa. Tunawapongeza na tunaamini kabisa kila mwaka ushindi huu utakuwa unarudi Simba. Simba oye! Asanteni na karibuni sana. Niko na mwenzangu anaitwa Happiness Majala. Naomba na wewe useme lolote. Yeye ndio tunasema manager kwa sasa hivi wa tawi hili. Yes, Happy, karibu sana. Kwa kweli sisi tunashukuru sana kwa ujio wenu, kwanza kuja kututembelea kwenye banda letu la Sabasaba. Kwa kweli tumejisikia faraja sana sana sana, lakini pia tunawapongeza kama ambavyo ametangulia kusema, tunawapongeza sana kwa ushindi huu mkubwa sana ambao umeupata, na tunaamini hata huko mbele kombe hili pia litaendelea kubaki kwa Simba. Simba oye! Asante. Kwanza wale yote mtuwie radhi, tumevamia na tunajua hii ni taasisi ya kifedha, inahitaji umakini ulio mkubwa, lakini mmetupokea kwa sababu Simba na CRDB ni wabia kwenye mambo ya kibiashara. Kupitia CRDB shabiki wa Simba anaweza akapata kadi yake ya Visa card ambayo inamwezesha kufanya miamala yote, lakini kama haitoshi ina uwezo wa kumsaidia anaposafiri nje ya nchi akafanya miamala akiwa nje ya nchi huko bila hata ya kubadilisha fedha, akatumia kadi yake ya CRDB ambayo ni kadi ya ushabiki ya Simba
kufanya mambo yote ambayo yanahusiana na miamala. Na nichukue nafasi hii kuendelea kuasisitiza mashabiki wa Simba kuendelea kuchukua kadi hizi kwa ajili ya maslahi yao wao wenyewe, lakini kwa maslahi ya Simba Sports Club. Kama yuko shabiki wa Simba mpaka sasa hana kadi ya CRDB ambayo ni kadi ya Simba ya Visa, basi huu ndo muda wake mwafaka wa kufanya hivyo na kupata kadi yake. Lakini vile vile tunawashukuru CRDB kwa kuingia kwenye mpira mazima na kudhamini kombe la shirikisho la CRDB ambalo tangu mmeingia kwenye kudhamini kombe hili Simba tulikuwa hatujabahatika kulitwaa taji hili. Mwenyezi Mungu amejalia mwaka huu tumefanikiwa kulichukua taji hili. Sisi kwetu ni faraja na furaha kubwa kweli kweli. Tulikuwa tunaliona kwa mbali, kwa hiyo tukawa hatujui ubora, uzuri na thamani yake. Safari hii tunaliona kwa ukaribu kabisa, tumelishika na kulala nalo. Tunajua ubora na umuhimu na thamani ya kombe hili la CRDB. Tuwapongeze CRDB kwa kuwa na usimamizi na udhamini bora wa shindano hili, na mmeliongezea thamani kuwa shindano bora kweli kweli. Na ndio maana haishangazi Simba Sports Club tumechukua ubingwa huu na tumefanya paredi kubwa kweli kweli. Ukubwa wa lile paredi ni ujumbe tosha kwa CRDB ya kwamba kombe lao ambalo wanalidhamini lina thamani kubwa mno kwenye sekta ya mpira wa miguu. Sisi tunajisikia faraja kubwa kuchukua taji hili, na tunajisikia raha kweli kweli kuwa sehemu ya CRDB. Na niseme tu ya kwamba raha ambayo tumeipata mwaka huu ya kuchukua ubingwa huu, ni waahidi CRDB ya kwamba tutaendelea kulibeba, kulichukua, tutaendelea kulitwaa kila mwaka, ili furaha hii ya wanasimba iendelee mwaka hadi mwaka. Asanteni sana. Asante na hongereni sana. Asante.